ni lazima ule makundi yote 6 ya nini, ya chakula ambayo atakuja kuwafundisha mwenzangu. Lakini pia tupate vyakula vya kutosha venye protini. Protini, tukiongelea protini hapa tunaongelea makundi jamii ya wanyama. Sawa, tutaongelea jamii ya wanyama na jamii ya mikunde. Jamii ya mikunde ni kama njugu mawe, kunde zenyewe, maharage, njegere. Kundi la nyama ni nyama, mayai, maziwa, sawa, dagaa, samaki, kuku. Hivi ni vyakula ambavyo tunatakiwa tule kwa wingi kipindi cha ujauzito, kwa sababu ni vyakula ambavyo vinaukuza mwili. Vinafanya mwili unakuza mwili. Sawa, lakini pia vina uwezo mkubwa wa kuweza kujenga ubongo. Kwa hiyo kundi la kwanza ni kundi la nafaka. Ni kundi la nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupikwa. Makundi ya nafaka tunazungumzia kama mahindi, mchele, lakini ndizi za kupika kama tunavyojua ndizi Bukoba, mtwike, kaduli na kadhalika. Hizo zitatusaidia kuongeza nguvu kwenye mwili wetu. Tunapokula nafaka zenyewe kazi yake kubwa ni kuweza kutusaidia kupata nguvu ambayo itatusaidia tuweze kufanya shughuli zetu za kila siku. Kundi la pili ni vyakula vyenye asili ya nyama. Vyakula vyenye asili ya nyama vinatusaidia kuweza kupata protini mwilini ambayo inapelekea kujenga mwili na pia ni muhimu katika ukuaji wa watoto. Vyakula vya asili ya wanyama ni kama nyama yenyewe, inaweza ikawa nyama nyekundu ambayo inapatikana kwa ng'ombe, mbuzi, ama nyama nyeupe tunamaanisha kwamba ni kuku ama ni samaki. Lakini pia kuna mayai, kuna maziwa, hivyo vyote vinaweza vikatupatia protini. Pia tunapozungumzia mafuta, tunazungumzia mafuta ambayo ni muhimu mwilini, lakini pia tunatakiwa tuzingatie kiwango cha mafuta ambacho tunakuwa tunatumia. Mafuta yakizidi sana mwilini inakuwa ni shida. Inapelekea kuweza kupata saratani, lakini pia inaweza kupelekea kupata shinikizo la damu, lakini pia inaweza kupata magonjwa ya moyo kutokana na matumizi ya mafuta ambayo sio salama ama kuongeza kile kiwango ambacho kinatakiwa kutumia. Lishe shule ya msingi Kizota tumeanza kutoa tangu mwaka 2023. Na lishe hii wanakula wanafunzi wote shule nzima kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7. Shule ya msingi Kizota ina jumla ya wanafunzi 2194, lakini wanafunzi wote wanapata lishe shuleni. Tunatoa uji, lishe ya uji ambao wanakunywa kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 3. Madarasa yaliyobaki wanapata kande. Lishe shuleni ni bora kwa sababu inasaidia kukuza ufaulu wa wanafunzi, inadhibiti utoro. Kiukweli mtoto akipata lishe shuleni hawi mtoro, anakuja shule kwa sababu ana uhakika, nikifika shuleni nitakunywa uji, nikifika shuleni nitakula makande, tashiba, nitakaa darasani, nitamsikiza mwalimu. Kwa hiyo unakuta watoto wengi wanaacha utoro akisha kuwa na uhakika wa kula shuleni. Ufaulu shule ya msingi Kizota ni miongoni mwa shule za halmashauri ya jiji ambazo kiukweli zinafanya vizuri kitaaluma. Kwa mfano mwaka jana 2024 ufaulu wa shule ulikuwa 98%. Walifanya mtihani wanafunzi 190 na walifeli 2. Na mwaka huu tumepandisha zaidi ufaulu tofauti na ule wa mwaka jana. Mwaka huu ufaulu umekuwa 99% kulingana na ile ya mwaka jana. Tunawashauri wapo. Nashukuru 1% kubwa wanachangia, wanawawezesha watoto kupata lishe, ila wapo wale wagumu. Tunawashauri wazingatie, lishe ni bora, lishe ni dawa, lishe inainua taaluma, lishe inamfanya mtoto azingatie shule asiwe mtoro. Kwa hiyo tunawashauri wale wazazi waache ile tabia ya kuwa wagumu kuwapa watoto wao mchango wa lishe shuleni.